Asante Bwana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu mama mshauri uweze kusalamia kanisa la Bwana. Asante ni dasi baba pastor wosi ala nende dikoni wefe ala nende mama pastor dikoni mama wefu mama assembly ala ikanisa lyosi abashere nende bakololo nende abana basheze mlembe wose mlembe hana eseno busangali ngesaye chimbere bulamu. Bwana asifiwe. Mwitanga mwanje ngesaye chibaherere. Bwana asifiwe. Nobuha nona nyesaye nachikwere bulamu okopere nyesaye wote. Bwana asifiwe. Babere babandi bakayirwe na lakini nyesaye akolanga malai. Bwana asifiwe. Aba khayirwa kubuha lakini wogushe kono kumusanze zano kupere nyesaye wote ka okolere mungo. Bandu bali mmanya khane rwanye basirika bandu basirika abana bazira ishara kula mapesa na lakini nyesaye okoyera iwe mukumbuke inyanga ino indai yo witire mu kanisa. Bwana asifiwe. Umukhola na malaika bani yenya. Bwana asifiwe. Kumanyira kushalo shibi shirimba kuwa unyala kuizukana noteleza nokwa lakini urakosa nata buha. Bwana asifiwe. Ubuho mani nyesaye inyanga ino ni fungu la 10 shakwera kushititirera inyanga ino. Bwana asifiwe. Kubirira mukendako nyesaye alakubusya wala bamulamu idala hilo nyesaye alajingula. Bwana asifiwe. Kubalanga kakano norusiane nde uchungu nyesaye alakubusya bulamu. Bwana asifiwe. Lakini uraine miyoja kanota ineno moyo mulala mane nyesaye akujingule. Bwana asifiwe. Ezi nyesaye no mulai atezi nyoka kunjira kunoni ngalo no mulembe. Bwana asifiwe. Nyesaye mulinde ko lilo nesina sakayasi mukole kambo de nyanga hii. Mukole kama mama ye mama mshauri. Mwami Yesu yetongo. Amina. Karibu mama assembly kwa ajili ya matangazo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tusalimiane hewani. Salimiane hewani. Angalia yule ambaye hanisalimii ni mgonjwa, kuja tumuombe. Amen. Nikiwa chini ya madhabahu iliyoko wachungaji, wana mitambo wote, viongozi wote wa kanisa, wamama, wazee, watoto na wageni waliotutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lord is good and all the time. Asante. Ninashukuru Mungu kwa nafasi hii njema aliyoifanya na kunitia pumzi na kunipa ufahamu wa kwamba nikaweze kufika mahali pake patakatifu ili nikamuinue, nikamsujudu, nikamtukuze, nikampatie malalamiko yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikijua kwamba ametenda hivyo, sio kwamba mimi ni mzuri zaidi, bali yote aliyotenda kwangu ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa tuko pamoja. Nashukuru Mungu kwa sababu yako amekupa ufahamu ufike mahali pake patakatifu. Sio tu kuja kuongeza hesabu, sio tu ujulikane kule umetoka kwamba ati umekuja kanisa, sio kwamba watu wakuona ati wewe ni mshirika wa hapa, ili kuna jambo ambalo unalitafuta kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili iliyopita tulikuwa na upendo kwa nyumba ya mchungaji. Tulikuwa na nini? Kwa nyumba ya mchungaji. Angalia jirani yako umuulize yeye alikuwa. Kama jirani yako hakukua, wewe inua tu mkono, utajua jirani yako hakukua. Na tunanyamazia tu kwa roho. Tunanyamazia tu kwa roho, si ndio? Asifiwe Yesu. Asifiwe Bwana. Jirani yako alikuwa. Jirani yako alikuwa hiyo Jumapili ya jana. Jirani alikuwa. Sasa mwambie mama assembly anasema hivi. Uwendo mchoyo. Umejitambulisha mwenyewe kwamba uwendo mchoyo. Mwambie tu usiogope. Ni mimi ndo nimesema. Sio wewe, mwambie wewe ndo mchoyo. Wewe ndo mchoyo. Nakubali tu ni mchoyo. Usianze kusema ilikuwa hapana. Bwana Yesu asifiwe. Shughuli kama hiyo huwa inapendeza.
hata kama wanaona kama watu ni shilingi 5 tuliwafukuza. Watu ambao walikuwa shilingi 5 tuliwafukuza. 1000 bila shilingi 5 inaweza kuwa 1000. Kwa hivyo usibaki nyumbani ati kwa sababu niko tu na shilingi 10, niko tu na shilingi ngapi. Hapana. Mungu anajua unachokitoa. Usiwache mimi nijue ama mchungaji ajue. Mungu wako ajue, na anajua kama hicho ndio ulikuwa nacho. Na ni vizuri Mungu ajue kuliko mwanadamu afanye nini? Ajue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ulichotoa Mungu anajua, na ninawapenda na upendo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na maana naha nenjerwa diko nyambo rabesie ngana kurure likongo kurure kusamanzi pasta chali nakotoha kutia habundu kunywa hoho hundiza mkati sonda diko ni aranga. Bwana Yesu asifiwe. Sijui niliongea kupita mdomo, kama nilipitilia wacha Mungu anisamehe na pia mnisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jumuiya yetu ya Galilaya tunaenda kwa mama Violet Mbinji, si ndio? Tunaenda kwa mama Violet Mbinji, na tulipokuwa katika jumuiya wiki jana tukasemezana kwamba hiyo siku tunataka tuitenge kwa kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Tunataka tuitenge kwa kunyenyekea. Tunapenda kukula, lakini hiyo siku tunataka tuitenge katika kunyenyekea. Unapoamka asubuhi usionje kitu mdomoni, kuja tu jinsi ulivyo, na ukiwa umewasilisha hoja yako mbele za Bwana. Na tukasema hoja yetu itakuwa ni moja. Tuko na hoja moja. Tunajua kwamba sisi ni watu kidogo, watu wadogo, watu ambao hata pengine tukifika mbele za watu hatuonekani kama watu, lakini mbele za Mwenyezi Mungu anatujua kama watu wa thamani. Na tukasemezana kwamba hiyo siku itakuwa siku mzuri, tukiingia katika maombi, tukemee hili janga ambalo linaitwa kansa. Tulisema hivyo ama Galilaya na danganya? Tulisema kwamba hiyo siku tunataka tukemee hiyo kitu, tukijua kwamba wengine hata tuko wagonjwa na hatujui, ushapimwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Nikiwa nasema hivyo, Okolo alinifurahisha. Okolo aliniambia pia yeye anataka mada siende kwake. Yesi yeye yakoza shikoni siena. Stie uwe. Na sinemu yesi ya masharti. Nemu mbona kwa kumba shiraifu. Ona kweta ingo obelo omere. Asi. Isisi. Kuna shina. Kuleta. Kulia unateba. Taifobelo kuleta definifi. Kata tukombe. Kata stihui. Tutakuja tupike. Tukiomba Mungu kwa Okolo. Na Okolo ni ambora. Asi mama. Ndaoma. Ekulunu eshi kunyota mundu njala kuswalata. Na sinembora mundu njala kuswalata njala kumuhawa seulanda no kumulipa osonga amati na swala na chinga doba la munzu no woma inzu nuhiza. Bwana Yesu asifiwe. Okolo ni ambora ama handu kulipa so mundu. So da mundu mukanisa njala kuzokukolata. Na se mukanisa sendo la mundu ta. Abantu bali bakola shina bati hawosi. Kukabe so mundu shikosha Galilaya kunyala kumulipa. Inyanga dala nyana kukula kukuswali kunyala kumulipa. Okolo nyambora no musiani mwene wirange pikipiki uja. Na leo musiani wirange piki. Ni wahu. Ni Joshua. Ni Jose. Ni wina. Yambesia musiani mwene kwa shini. O wirange pikipiki. Ne mleba musiani wirange pikipiki ni wina. Ni wina uwe nyanga etaku swale liloba. Na amale lo swala mati amuswala liloba. Amtesha la kichai, amufuchi la hosuma, ya hamuswala liloba na warashina. Na wao, bachinga na bora musu. Na ukuna na bora esi wanda nanga. Omzia mwelo kupaki pia. Kuja nini ya kuswala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukupaki pia na mwelo wina. Nana Joshua kukahunyora. Okolo nyama utingo zomashina. Omshwala. Nataka kumbora ku Joshua ara kupikipiki. Ahabanga ni ambora masasa kidogo mama nieta. Atitisa bora mimi sobere mate ndele nishindo aliye. Kwa hivyo Okolo alinde chai ando usuma anakufuchira. Kansi yako na mtiba bitarona sewenye ne utie. Hello. 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 Sipia, siona
hivyo nashukuru, tutazungumza na Joshua, tuzungumze na Okolwe, tuangalie vile hiyo kazi itafanyika. Ile nyumba kanisa ndio ilijenga na itakuwa vibaya kama ile nyumba inaweza anguka. Na hata hivyo tunapanga mkutano wa kwenda mahali kule. Tunapanga mkutano wa kwenda pale kwa Okolwe. Japo kwa unamuona vile, lakini katika hii mradi ambao niliandika katika jumuiya, Okolwe amekuwa mmoja wa kuparticipate katika huo mradi. Na alikuja na pesa na akatoa kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wageni wangu nitakao kuwa nao ni Rosemary Mulama, Helen Shimuli, Anne Makoha, Paul Rapado, Agnes Sidaro, Jessica Kwera, Nene Christabel Luta, Alita Waho. Tutakuwa na hao wageni kwa Violet Mbinji. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu tulichoanzisha hiki kwa jumuiya, hicho tu peke yake, hiyo tu ndo nilipata hiyo tu ndo njia ya mtu kujulikana yuko wapi. Hiyo tu ndo njia ya mtu kujulikana yuko wapi. Hautafuatwa nyumbani, hautabebelezwa, lakini hiyo tu ndo kitu. Jambo likikupata lolote, nitahitaji hicho kitabu, nataka nione. Umekuwa ukiparticipate, umekuwa ukitoa na wengine. Kama umekuwa hautoi, olawasande Yesu. Olawasande Yesu, notilo moyo, no mana, nitamkanisa kuzironda kwa shina. Hodama. Kwa sababu kanisa mtu wafukuzwi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe Yesu. Amina. Kwa hivyo jumuiya ya Galilaya tunaenda kwa Mama Violet Mbinji, jumuiya ya Jericho Ruth Omodo, jumuiya ya Jerusalem Janet Mkenya. Jumuiya ya Jerusalem inaenda kwa Janet nani? Ameshafika kweli? Bado. Jumuiya ya Canaan kwa Pauline Wanga. Jumuiya ya Galilaya wote, ibada ikiisha tuonane hapo nje. Na huwa anasema hivyo, ibada ikiisha ulimunda akili lisawili. Kila mtu anatoka tu akitamburuka akienda mahali anaenda. Tafadhali jumuiya ya Galilaya tuonane wote, tukijua kwamba katika jumuiya ya Galilaya ndio jumuiya ambayo mchungaji anamalizia akikuja kututembelea. Ametembea jumuiya zingine zote, na hiyo ni jambo muhimu. Na mimi pia nilipendezwa naye kwa sababu anatembea aone ukuaji wa jumuiya, ajue miradi ambayo inaendelea katika jumuiya, na ni muhimu ajue kwa sababu ndiye kiongozi wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Chivili cha Chita Tuesday ile nyingine, wacha hii ya kesho. Tuesday ile nyingine wa mama wote tutakutana mahali hapa. Tuesday ile nyingine sio ya kesho. Ya kesho ingieni katika jumuiya. Tuesday ile nyingine wa mama wote tutakutana mahali hapa. Tukutane, tusemezane, tuambiane, tujengane. Tukutane sote tafadhali. Ninakuomba na kusihi. Hata kama kuna wasichana ambao wamefika wanaweza fika katika mafunzo, kuja mafunzo yenu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ingia katika mkutano Tuesday inayokuja wa mama sote tukutane hapa. Kuna mambo mawili matatu tunataka tuambiane. Zaidi ya mno, penda jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Majina yangu Mama Caroline Minayo, mbarikiwe sana. Pigia Yesu makofi. Chini ya madhabahu yaliyokaliwa wachungaji wetu, viongozi wote wa kanisa kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Mungu ambaye amenipa pumzi siku ya leo ili nikaweze kufika mahali hapa na kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ambalo linaisha limekuwa wiki ngumu, lakini kwa uwezo wake Mungu ninaona nikifaulu. Ninarudishia Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Alhamisi nikafika kwa ushirika kama nimechelewa. Wengi wakadhania ya kwamba nimekuwa shuleni. Wengi wakafikiria ya kwamba nimekuwa mgonjwa, lakini sikuwa shuleni na mimi sikuwa mgonjwa. Hata saa hizi wengine wamekuwa wakiniuliza, wewe ni mgonjwa ama nini baya? Mimi ni mzima
na mimi ni mzima katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanaweza kuwa mengi, mafikra yanaweza kuwa nyingi, mpaka yakufanye uonekane kuwa mgonjwa, lakini hakuna ugonjwa kwa mwili wangu huu. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu nimekuwa nyumbani na watoto wawili ambao ni wagonjwa, lakini mmoja Mungu amemponya, saa hizi anacheza. Nimebaki na mdogo, huyu ndiye anayenisumbua akili, lakini najua ya kwamba kupitia kwa maombi tunayoomba, Baba wa mbinguni anaenda kumtetea, anaenda kumpigania. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru pia, jana tukasafiri mahali na ndugu Ruben, na akaniambia nikuje nikuambie mchungaji saa ya kwamba unapenda kuingilia kazi yake, lakini pia yeye ako serious na kazi yake. Jana nilimwangalia mahali penye alikuwa, lakini pia nikaangalia nikaona hayuko serious sana, kwa sababu sisi tumekaa tumevaa makoti tumenyamaza, na yeye anauliza biingeke imenyangaena nera yo kumanya biingeke imenyangaena no kuboda kushina na reba ngari rube loyo mwami Yesu yezongo bimenyamaza lulekashi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninashukuru Mungu tulimaliza huo ugeni salama, tukashukuru Mungu sababu mimi nilikuwa nimewakilisha kanisa. Niko na matangazo mawili matatu na kisha nikaribishe walio juu yangu. Tangazo la kwanza, nishukuru wote ambao tumekuwa nao kwa ushirika. Kwa ndugu Samuel, shirika ulikuwa mzuri, nataka nishukuru Mungu. Shule zimefungwa, tuko na nafasi. Jambo la maana ni kuingia kwa ushirika. Ingia kwa ushirika tuweze kumaliza haya mambo yanayojitokeza ya magonjwa, hata haya mambo yanayoitwa kansa ambayo Mama Assembly anaongelea juu. Ni mambo ambayo yatamalizwa kupitia kwa mikutano hiyo. Mambo ya kansa imeanza tu juzi wakati gavana na MP wamekufa. Nesediwe banga mumwe kwanje kulala kwa fuitsa fukushira batiti gawa abantu bafuitsa bashira batiti. Na shikira shina serikali ni ndabo ko sana ta yindi na bahongo bantu bafuri. Ko ichacho boda ko. Nyasaye mwene nduri ndirichiwe. Kwa ushirika wefu utubutya mama bendeta undiek. Ibuskaira. Amen. Kurla bendeta undiek kula batitsanga wa Godfrey Musa. Wa Godfrey Musa ni Khulundu Jackson. Mkonzo kurla wene ile mkutai Meldo Becha. Alafu Reverend Matthew kisha Patrick atitwa. Tangazo la pili, viongozi tutakutana kwa Mama Abi kesho. Kama wewe ni kiongozi na uko mahali hapa, tukutana kwa Mama Abi kuanzia saa 5. Na tafadhali tulinde wakati. Tunafika kwa wakati, wengine wanafika kwa wakati, wengine wanakuja kama wamechelewa. Unapata sasa wale ambao wamefika mapema, inabidi wangoje wale ambao wamekuja wamechelewa. Kwa hivyo ninasihi kama wewe ni kiongozi ufike mapema. Nimepata tangazo kutoka kwa youth leader ya kwamba youth mbaki nyuma, muonane na mkubwa wenu. Nataka nishukuru pia mimi kwa upendo ambao mlionyesha siku ya Jumapili kwa ajili ya nyumba ya mchungaji. Wale ambao walishika mfukoni wakatoa pesa yao na kusimama na nyumba ya mchungaji, tafadhali ninawarudishia shukrani. Na tusichoke tulipoanzisha huu mradi ama tulipoanzisha jambo hili, tuendelee hivyo mpaka mwisho. Labda unaweza kuwa mahali pale wewe unahisi ndani ya moyo wako ya kwamba ninaona, tafadhali pokea hayo mahindi
yalete hapa mbele. Uko nyuma na unahisi ya kwamba ninaweza hata nunulia mchungaji dirisha nimwekee kwa nyumba yake, uko huru kufanya hivyo na utakuwa wa baraka. Fanya hivyo ili hizi baraka ambazo unaona watu wengine wakipokea, uwe mmoja wao wa kuzipokea. Jinsi youth leader alivyosema kuhusu usafi wa kanisa, ninatilia tu mkazo. Kanisa limekuwa chafu, kwa hivyo siku ya Tuesday tuwe hapa mapema ili tukaweze kusafisha kanisa letu lionekane safi. Tunaweza kuwa tumekaa hivi, tunapata yule mgeni ambaye huanga hana miguu anatutembelea hapa, itakuwa jambo la aibu na itakuwa jambo la kustaajabisha. Kwa hivyo jihami na jembe, jihami na upanga, tusafishe, tufanye usafi huku nyuma, huku mbele, na tuzingatie usafi kwa kanisa letu. Mwisho, jumuiya ya Canaan. Mimi ni mchungaji wa jumuiya ya Canaan, na hawa wazee sina siku ambayo mimi nitawapata, na nitaka tu niwasomee. Watakuwa wageni wangu kuanzia tarehe 10 mwezi wa 9. Nitakuwa na Noah Kalande, Samuel Mlama, Ibrahim Wanga na Wycliffe Chitu. Tarehe 17 nitakuwa na Martin Osore, Musa Okot, Moses Mutimba, Joshua Cho. Tarehe 24 nitakuwa na Patrick Stanley, Richard Karani, Daniel Chisoka na Dominic Masapwe. Alafu tarehe 1 mwezi wa 10 nitakuwa na Samuel Makoha, Amos Ambeza, Evans Kweyu, Samson Okumu. Naendelea kutengeneza orodha ya wazee, na Mungu akinijalia taendelea kuwajulisha. Isipokuwa siku ya Tuesday itakuwa na Evelyn Uma, Veronica Okumu, Jacqueline Chitechi, Evelyn Okot na Esther Mlama. Mungu wa majeshi aweze kuwabariki. Mpe Yesu makofi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amen. Inua mkono wako kama unanipata jamani. Na bandu bakasinyishire shina waje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lega po washo mwana wale wakaba bafimbira nomba. Na wanafimbira nuboere. Nuboere libukana na nyanga hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na bakolo mwami yatombo. Na bakolo chingabo mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omanyire mama assembly achachira kubala na bakolo jira mundu ipigwe. Ne bara sana Yesu. Na bakolo kanano ndumbe. Aro bani Joshua mulai. Lakini alamuene kila Joshua peshana bako kushini bila mnyene. Okay, ninashukuru Mwenyezi Mungu jinsi alivyotupenda na jinsi alivyomwaminifu. Na kwa kila jambo ni lazima tumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba tufurahini katika Bwana. Na tena ninasema furahini. Umwami yetombe. Hunu yekala ndo mundu ufindukana. Umwena oyo paka maraka abuzene mind. Musungu yabo lario. Haleluya. Mairo mohongo ni afema. Shidelia kwema ngwade tachira ndogundu laimai. Na ode berahende kabiri kwa musu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Ninashukuru wenye walikuwa kwa ushirika. Baba wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Sema amen. Lakini wingi wetu hatuingii ushirika. Sababu ni nini? Haleluya. Kama ulikuwa kwa ushirika simama. Simama tu. Harakisha sababu
wamesimama. Ukijua kwamba ulikuwa kwa ushirika, ninaongea kama mkubwa wa ushirika, na mimi nimesema kama ulikuwa kwa ushirika, simama. Cindy, hebu uliza hawa watu wote wenye wamekaa chini walikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wata explain. Sababu sasa hawa ndio wanaturudisha nyuma. Haleluya. Amina. Kama abemera kunyala kwandika shilingi 200. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na abehale numa mumweza chuma husia yele. Kwa hivyo nyinyi ndio mnaturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Muta explain nyinyi wenyewe. Wenye wamesimama nyinyi ni wazuri. Mungu awabariki sana. Na tumesikia kwamba ushirika unaenda mkopo. Kwa hivyo tutoke borosho kutia ushirika. Bora eva ni kuwa yuko kutia ushirika. Karibu miezi 2 haonekani kwa ushirika. Ikiwa hautaki kwenda kwa ushirika, jina kuwa yuko achana naye. Mbarikiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu ambaye ametupa uzima, amekuwa mwaminifu, ametujalia kuona siku ya leo. Tumesikiza vile viongozi wamezungumza kuhusu ushirika. Ushirika wetu wa Sikaira. Kwa mama, huyo mama anaitwa nani? Bendeta. Tutakuwa kwa huyo mama Bendeta Ondieka. Abaru leno, balonda kunjire ino na mukulutea. Abaru mkoho, apoka, lejeshi kwa manyama moyo. Si tunajua huko. Situfike sisi wote. Naona vile mchungaji analalamika kuhusu uchache wa watu kwa ushirika. Ni vizuri tuingie sisi wote kwa mikutano ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka nishukuru kwa wale ambao tulikuwa nao hapa siku ya Jumapili iliyopita. Nasema Bwana majeshi awabariki sana. Mlisimama pamoja nami. Nilituma hizo pesa zote kwa mabati. Saa hizi nimesalia tu na mabati 11. Si niko nimefika mwisho? Si nimefika mwisho? Nilitafuta pesa zingine nikaongeza, nikatuma 37,000, nikabakisha tu mabati 11. Yenye nataka wenye hawakuwa lazima tu wanipe. Sababu yeye akipata shida kwake, bila mimi hiyo shida yake itatatuliwa. Labda awe mtoto amekufa, yeye mwenyewe amekufa, anahitaji kuzikwa. Ndiko ni atamzika. Ndiko ni atamwambia pastor. Pastor afanye nini? Aziki. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ama nasema uongo? Nasema uongo? Najua nimekuja kugundua wakati tuko na mchango hapa kanisani, kuna watu wengine hawaonekanagi. Na hata wakikuja hawafuatilii. Watu kama wakina Safari. Wako na makanisa karibu 3. Siku nyingine utakutana naye anatoka Miracle, siku nyingine utamuona hapo hapa. Sasa ushindi wa msimamo wake uko wapi? Safari. Si utuambie msimamo wako uko wapi? Miracle mara kwaya, ukienda Miracle ukikuja hapa usikaange kwa kwaya bwana. Wewe shiriki kwa kanisa moja. Kama ni Miracle, enda Miracle na usitiki wapi? Miracle. Tumepatana ndugu yangu. Lakini maneno hii umesimama hivi bwana. Hiyo Ruben alikataa hapa. Anasema simama mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wale ambao hawakuwa Jumapili tusimame. Kama haukuwa Jumapili iliyopita hapa simama. Hata kama wewe hukuonekana Jumapili, simama tu. Jumapili hukukua. Huyu ndugu amenipa mchango wake. Hiyo ni mzuri. Wale ambao hawakuwa Jumapili, simama. Mimi ninawajua wote. Fansi Mkoya. Mwami Yesu yazowe wewe. Maana Jumapili na kwa Fansi Mkoya wa.
Oh, mama fansi ya rumo. Na vile tulizungumza mama huku kuja mapema tutaongea. Utakoda mali mama. Haya, wewe niletee mchango wako. Na sisi leta mchango wako. Wewe kama umenipa mchango wako unakaa. Kuna wale wamenipa asubuhi. Ube ameniambia ataniletea mshipi, amesahau kwa nyumbani. Hiyo ni mzuri pia. Wewe niletee mchango wako. Wewe ukitaka kukaa maana mimi ninajua wale ambao walinisupport. Na wakati utahitaji pia mimi nikusupport, hiyo siku tu pia mimi nitakwambia ni sawa tu. Hata kama ni 10, wewe niletee tu nitapokea. Bwana akubariki sana mami. Mama amenipa hapa shilingi 200. Mungu awabariki sana. Na sisi amenipa shilingi, hiyo si deni mama. Hiyo na sisi, hiyo si deni, hiyo imeisha hivyo. Sawa sawa? Ananiambia atamebakisha 100. Hapana, hiyo si deni. Ulitumanisha. Asante. Bwana bariki sana ndugu yangu. Amina. Bwana bariki sana ndugu yangu. Amen. Bwana bariki sana ndugu yangu. Amina. Bwana bariki sana ndugu yangu. Amina. Bwana bariki sana mami. Amen. Bwana bariki sana ndugu yangu. Amina. Asante. Unaona napata kwa at least nafikisha bahati moja. Bwana bariki sana mami. Amina. Bwana bariki sana. Huyu ni nani? Matthews. Mama anaitwa nani? Erika Ndai. Haya, uende mwambie nimeshukuru. Asante sana, barikiwa sana. Amina. Bwana bariki sana. Wale ambao wamesimama na hawana, ninashukuru. Siku moja Mungu atafungua. Amina. Bwana bariki sana. Hebu pigia hao wapendwa makofi. Tunaona wamefanya kitu. Ona, hii ningepata wapi? Hii natumanisha tuko. Evelyn. Bwana bariki sana Evelyn. Unaona pesa ndio imeingia hapa. Unaona? Evelyn naye hapa. Evelyn ndio pastor amesema yeye haonekanagi. Anakuja. Evelyn ndio wewe kwa tu. Unajua kwa nini pastor anamkumbuka vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu sema haleluya. Kwa nini pastor hawezi msahau yale aliyoyaona hapa? Hiyo siku pastor hatawahi sahau. Nakumbuka hiyo siku omukaya mabati ya nyanya. Unaona tu hapa huyu mama anakaa na mimi sitasahau huyo mama. Sisi tulikuwa hapa na diko ndio tunaimba. Lakini yeye huyu mama alicheka. Huyu mama alicheka mpaka akainama. Na mwami sijui mwami hapo wapi. Huyu mwami mwingine anaitwa Daniel. Daniel alicheka pale mpaka sasa. Sinzolete mokana na ndio mdolanga nikamuonyesha kidole. Na kudai simu yao na baba upa simu atakanga. Ari simu 25 anya na tema nyuma alia kuitirisha kale. Mzee ulianza madawa badala ya kukuja kusaidia mzee ameangua kicheko. Jesus. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Haikuwaji kutaka kwa mtu. Unajua mtu akisha pagawa anakuanga katika nchi tofauti. Tunapatana vizuri. Anga lile ni tofauti na anga la kawaida. Anaona mtu aliona Charles kama mtoto mwenye anatoshana hivi. Akaamua na kumweka magumu. Sasa Charles kama angekuwa amejipanga, sema amina. Hebu mpe Bwana Yesu makofi yako. Amina. Bwana bariki sana. Hizi ninaongeza tu zingine saa hii ziko mahali. Bwana bariki sana. Nataka nishukuru jumuiya ya Jerusalem. Tuesday nilienda kwa jumuiya ya Jerusalem, nikawatembelea, nikapata wamama, walikuwa wamama 9, Wamama 9 ndio walikuwa pale na mkutano mzuri. Mkutano kwa bandi batitihana no mulai sana. Yule mama bana anda wayumire libukana liliye. Fansu mkoyani mwalimu nano mrevesi. Na huyo mama anaibanga. Mama anaibanga kaniambia pastor karibu. Yeye ndiye alinikaribisha. Tukashiriki pamoja nao, nikashukuru sana kwa sabuni na mafuta walionibariki siku hiyo. Hebu pigia Jerusalem makofi. Nimekuja kujua siri moja kwamba kumbe nikitembelea jumuiya, pastor ninakula vizuri. Vile tu nimetembelea jumuiya, nilienda kwa jumuiya nyingine inaitwa ati Kana kwa Poli.
Walifunga mpaka hata soda kwa pikipiki. Nimekataa chakula, wakafunga masoda kwa pikipiki. Abaana na mkasema Bwana mfidifo nango wani. Si nilishukuru Mungu. Nikasema Bwana bariki sana. Sema haleluya. Kanisa sema haleluya. Si ni Mungu. Unajua mzee akitoka kwenda kutafuta, anatafutianga kina nani? Si ni mke na watoto. Na hiyo tunashukuru. Bwana bariki sana hiyo jumuiya ya Canaan, Jerusalem na Jericho, jumuiya zile nilitembea. Bwana bariki sana mami, ameamua kwenda kwa mpesa kusanya zote. Bwana bariki sana. Yesu abariki hai. Hii Tuesday nitakuwa kwa jumuiya ya Galilaya, Mungu akipenda. Nitakuwa Galilaya na nitakuwa pale kwa muda mfupi sana. Shidihana kabushiri kwenye vidake fumeta. Only 7 minutes. Nimeenda, huwa nina time. Ninakuja kwa mkutano wa hapa. Asante. Joshua, tutakaa halafu tuone maneno ya huyu mama na wakodo. Kodolemo tutamsaidia namna gani? Sawa sawa. Tutamsaidia. Imagine Nyasaye amchomi huina Joshua. Ni mara mingi huyo mama support yake mingi huwa anapata kwa Pastor Charles. Akitaka tu pesa yote ile ya kusaidika hapa kanisani. Ni wewe nyama pesa kosi msololo kosi yedi baada iweza sana ati Pastor Charles. Pastor na ukonye moja mapili waende na kukata 50 ndana hapo. Pastor for that day. Pastor naacha budget ya hapa kwa premate sio mama ulia. Na hujui kwa nini Mungu anakuelekeza, Mungu anamuelekeza kwa hao watu wawili. Sema amen. Ni kweli huyo mama ana hitaji. Nashukuru mchungaji Wilberforce alimsaidia pakubwa wakati alikuwa na shida ya magonjwa. Alikuwa anatoka akitafuta Pastor Wilberforce, Pastor anamsaidia kimatibabu mpaka vile nimeona amekuwa sawa. Si tunashukuru Mungu. Kanisa iko kwa sababu ya kusaidia wasiojiweza. Mtu kama huyo, mtu ambaye unaona akili zake si nzuri vile, ako na hitaji, anatamani kama huyu mama anakuja kunisalamia, sasa anahitaji tu kusaidiwa kimaombi. Bwana Yesu asifiwe. Asante mama, Bwana bariki sana. Amenibariki na shilingi 5. Mungu ambariki sana. Na hawa ndio washirika wangu. Si ni wazuri? Ni wazuri. Bwana bariki sana. Tutaongea na Joshua tuone jinsi, maana Joshua yeye anafanya kwa barabara, pikipiki kwa naye inalipwa kila siku, na huyo mama naye Mungu amemwelekeza tu mwenye anaweza msaidia akaboma nyumba yake na ndugu Joshua. Na sio tu yeye peke yake. Tunaweza tafuta ndugu karibu 2 watatu, tunaenda pale tunafanya hiyo kazi, tunamsaidia kwa muda mfupi kama lisali moja, na tunamwachia udongo na tunaenda shughuli zingine, na inakuwa ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Youth shule zimefunga. Tunashukuru kuingia kwenu. Kuna vijana wengine wakikuja hapa ibada, wakifika tu saa ya sadaka hivi na wanafanya nini? Wanatoka. Huo wimbo unaanza wakiwa pale na ameenda. Sasa nataka youth watoe sadaka zao. Na hivyo ndio watakuwa wanafanya. Youth watakuwa wanatoa sadaka yao pekee yao. Sema amen. Youth yeyote ambaye hajaoneka, hujaoa na haujaoneka, wewe ndio linamaanisha ulete sadaka zako. Kama wewe ni youth umeoleka, bado wewe ni kijana na umeoleka na umeoa, wewe unahesabikia kwa watu wazima. Maana mgao ukitoka kwa kanisa, tutakugawa wewe na mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto tunawahesabu kwa wazazi wao. Na wewe ambaye umeoleka, hata kama wewe bado ni mchanga, shida ikikupata, hatutakuhesabia kwa mzazi wako. Tunakupata vizuri? Wapendwa, mnanipata? Kanisa sema amina. Situpate wimbo youth walete sadaka zao. Unajua hawa youth ni kukaa kwa viti, wazee wangu wanafinyana pale kwa bench, na hao wamekaa kwa kiti, lakini hawafanyi chochote kanisani. Na sisi tunawaangalia, na leo ndio tunataka kuona ili Jumapili inapofika asha wangu wajue vile watakuwa wanawapanga. Youth was smart. Na tuhesabu sadaka zao tuone ni ngapi.